السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة لأولي القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اليوم إن شاء الله سأذكركم حول الموضوع الذي تقول ركائز في تربية الأولاد. Ndugu zangu katika imani, baada ya mlohudhuria katika hadhara hii tukufu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimesimama mbele yenu kukuwasilishieni mada inayozungumzia hazina katika kuwalea watoto. Ama hazina ya kwanza, ndugu zangu katika imani, ikhtiyaru zawjatin salih, kuchagua mke mwema. Walihadha yakunu qabla an turzaqa bil aulad, na hili la kuchagua mke mwema linakuwa kabla ya kuruzukiwa watoto. Fa alayka an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin salih, basi ni juu yako kujitahidi kuchagua mke mwema. Liannaha, kwa sababu huyo mke, satakunu auna lak, atakuwa ni msaada kwako, ala tarbiyatihim, juu ya kuwalea wao, wa ta'dibihim, na kuwapa adabu, wa nashatihim an-nash'ata as-salih, na kuwakuza makuzi yaliyokuwa mazuri. ولهذا جاء الحث من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام, na kwa hili limekuja himizo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, tunkahul mar'atu li arba'in, mara nyingi huolewa mwanamke kwa mambo manne: limaliha, kwa ajili ya mali yake; walihasabiha, na kwa ajili ya cheo chake; walijamaliha, na kwa ajili ya uzuri wake. Kisha akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fadfar bidhati dini taribat yadaka, basi chagua mwanamke mwenye dini, itapata baraka mikono yako. Ama hazina ya pili, ndugu zangu katika imani, ad-du'a lil abnai, kuwaombea dua. Wa hadha yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu, na hili la kuwaombea dua linakuwa kabla ya kupatikana kwao na baada ya kupatikana. Fayad'u alwalidani an yarzuqahumullahu dhurriyatan salih, basi waombe wazazi wawili awaruzuku Allah kizazi kilichokuwa kizuri. Kama akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an khalilihi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kipenzi chake Ibrahim alayhi salatu wassalam aliposema, rabbi habli minas salihin, ewe Mola mlezi nipe kizazi chema. Wakadha Zakaria daa rabbahu faqal, vile vile Zakaria alimuomba Mola wake akasema, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ewe Mola mlezi nipe kutoka kwako kizazi kilichokuwa kizuri. Innaka sami'ud du'a, hakika wewe ni msikivu wa maombi. Wa min du'ai ibadir rahmani alladhina imtadahahumullahu an qawlihim, na miongoni mwa dua za waja wa Allah ambao amewasifu ni katika kauli yao waliposema, rabbana, ewe Mola wetu, habilana, tupe sisi, min azwajina, kutoka kwa wake zetu, wa dhurriyatina, na watoto wetu, qurrata a'yun, wawe ni kitulizo cha macho yetu, waj'alna lilmuttaqina imama, na utufanye kwa wacha Mungu kuwa ni viongozi. Ama hazina ya tatu, ndugu zangu katika imani, ikhtiyarul asma'ul hasan, kuchagua majina yaliyokuwa mazuri. Yakhtaru alwalidani liauladihima, wachagua wazazi wawili kwa watoto wao, al-asma'ul hasan, majina yaliyokuwa mazuri. Ka Abdullah, kama kumuita mtoto Abdullah; wa Abdurrahman, na Abdurrahman; wa Muhammadan wa Salih. Wasahha anin nabii sallallahu alayhi wasallam, na imethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam annahu qala, hakika yeye alisema,
inna ahabba asma'ikum ila Allah, hakika majina yenu yanayopendeza zaidi kwa Allah ka Abdillahi wa Abdurrahman, ni kama kumuita mtoto Abdillahi wa Abdurrahman. Ndugu zangu katika imani, tutakapozingatia hazina hizi biidhnillah zitakuwa ni sababu ya kupatikana kizazi chema katika jamii yetu. Mwisho kabisa, ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kizazi chema chenye maadili na chenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ashkurukum bihusni istima'ikum wa jazakumullahu khairan fid dunya wal akhirah. Wa salamun min Allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.